Karibu sana ndugu mpenzi, maisha ni simulizi, na simulizi ni pale unapozaliwa mpaka unapokwisha uhai wako. Ndugu mpenzi msikilizaji, leo ningependa kukuletea nukuu ya simulizi ya kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Saidi, aliyelelewa na mama yake wa kambo. Mpenzi msikilizaji, Saidi anasema katika simulizi hii, katika mkasa wake huu mzima wa maisha yake, ni kwamba baba yake alifiwa na mkewe, yani ni mama yake na Saidi. Alifariki mnamo mwaka 1995. Mwaka huo Saidi alikuwa amezaliwa akiwa na umri wa miaka 5, mwaka mmoja kasoro kuelekea katika darasa la kwanza. Saidi alikuwa ni mvulana mpole sana. Saidi ni mvulana ambaye anatii watu, mara nyingi hupenda kuheshimu kila mmoja. Saidi anasema baada ya mkasa huo wa kuondokewa na mama yake, alikuwa katika majonzi makubwa sana, kwa sababu mama yake alizaliwa akiwa peke yake na hakuwa na mama mkubwa wala mama mdogo. Hivyo kipindi hicho kilikuwa ni kigumu sana kwa upande wa Saidi, kipindi ambacho kilimfanya ajihisi kuwa ni mnyonge sana. Lakini baba yake na Saidi alikuwa akiitwa Mzee Othmani. Mzee Othmani alipambana kwa hali na mali kuhakikisha mwanae Saidi anaenda darasa la kwanza. Miaka baadaye, baada ya Saidi kufika darasa la pili, Saidi anasema baba yake baada ya kukaa kwa muda mrefu aliona ni bora apate mwenza wake. Hivyo baba yake na Saidi alichukua uamuzi wa kwenda kuoa, na ndipo hapo ambapo maisha ya Saidi yalipoanza kulelewa na mama yake wa kambo. Saidi anasema mama wa kambo kwa hatua za awali alinipokea vizuri. Nilikuwa napewa chakula kwa wakati, na koga kwa wakati, na mambo mengine huwa nafanyiwa kwa wakati. Hivyo sikuona utofauti na marehemu mama yangu. Lakini Saidi anasema baada ya muda tu, yani takriban miezi miwili hivi, ameanza kuona mabadiliko, kwani mama yake wa kambo huyo alikuwa na watoto wawili, na Mzee Othmani alipomwoa alikuwa tayari alikwisha achika huko alikotoka. Saidi anasema wale watoto baba yangu mimi ndiyo alikuwa akiwahudumia, pamoja na mimi pia tukiwa pamoja, yaani tulikuwa takribani watoto 3. Saidi anasema cha kushangaza zaidi, kadri mimi umri wangu ulivyokuwa unasogea naelekea shule, basi nikirudi shuleni sipati nafasi hata ya kufanya homework. Hivyo basi wenzangu hufanya homework, mimi nachukua vyombo na kuviosha. Saidi anasema hali hii ilitokea pale ambapo baba hakuwepo nyumbani. Mara nyingi baba hakiwepo nyumbani haonyeshi makucha yake mamangu huyu wa kambo. Alikuwa akinifanyia mazito mara tu baba alipokuwa nje ya nyumbani. Anasema nilikuwa najisikia vibaya sana, kwa sababu ilikuwa si lengo langu kuishi maisha haya, lakini ni Mungu alikwisha nikadiria kuishi maisha haya, na ndipo nikaona nikubaliane nayo tu kwa hali zote ambazo nitazifesi. Saidi anasema nilikuwa nikiosheshwa vyombo na nikichoteshwa maji madumu mazito sana. Wakati mwingine maji ukatika. Saidi anasema basi mama huyo uchukua madumu takribani 20 ama 10 ya lita 20 yale, upeleka bombani. Na bombani palikuwa ni kitambo kidogo, ni parefu ukilinganisha na hapa tunapokaa. Ni hatua kwa mguu huenda takriban kama dakika 20 hivi. Lakini mama huyo alichukua madumu hayo na kuyapeleka kule kwa ajili ya kuchota maji. Lakini baba hakiwa hayupo, yale madumu yote nitayakingisa mimi na kubebeshwa na ngata mpaka kuyamaliza, kujaza pipa na wakati mwingine kujaza vyombo vya ndani. Hali ile iliniumiza sana na kujiona kwamba mbona wenzangu wanabeba dumu moja moja na mimi nabeba madumu mengi.
nilikuwa nashindwa kumuuliza maswali mama huyo, lakini nilikuwa na dukuduku langu moyoni. Saidi anasema siku moja niliondosha ukimya wangu, ndipo nikamuuliza mama kwa sababu maji yalikatika, na ndipo mama alipoamua kwamba twende tukachote maji. Na mimi nilipokwenda kuchota maji, madumu yalikuwa ni mengi, hivyo nikayagawa madumu yale sawa kwa sawa, ili mradi na wale wenzangu pia wapate kubeba. Cha ajabu, mamangu huyo wa kambo alinifokea sana. Alinifokea na kunitusi na kunipiga makofi. Hali ile iliniuma sana na nilijisikia vibaya kwa kweli. Nilipigwa kiasi kwamba nilianza kukohoa kwa sababu nilipigwa mabao ya mgongoni kiasi kwamba nilihisi kikohozi kikali na nikaanza kukohoa. Hali hii ilikuwa nzito sana. Basi baada ya hapo nikasema leo sitovumilia. Nilipofika usiku, baba aliporudi nyumbani, Saidi anasema ndipo nilipoamua sasa kumuita baba nizungumze naye. Wakati namuita, mama alijua namuita kawaida tu, aidha labda kutaka kudai hela ya shule kesho au la. Lakini mama huyo alitukuta mimi na baba tumetoka nje, tumekaa kwa muda mrefu sana. Ndipo anatoka mlangoni na kuchungulia na kumuita baba kwa ukali zaidi na kumwambia kwa nini anakaa nje muda wote, kwani huyo Saidi anahama hapa. Alizungumza maneno makali, lakini baba alikuwa ni mtu mpole sana. Hakuweza kufanya chochote, alinyamaza na kunisihi, mwanangu, vumilia, haya yote yatakwisha. Siku hiyo nilivyomuita baba nje, nikamweleza baba, kusema ule kweli, huyu mama mimi ananitesa kwa sababu leo nimebeba madumu kiasi kwamba kiuno, mgongo mpaka miguu yote inaniuma. Baba akanambia, pole mwanangu, mimi najua mzazi asiyokuwa mzazi wako ni 10 kwa mmoja. Kwenye wazazi 20, basi 5 ndio huenda wakalea watoto wasiokuwa wao kama wakwao. Hali hile mimi nilipomaliza kuongea na baba na tukamalizana, sikuwa tena na shaka yoyote. Nikasema tayari nishatoa dukuduku langu, basi baba huenda akatake action, yani akachukua maamuzi kwa ajili ya lile ambalo mimi nimemwambia. Saidi anasema masiku yakaenda, desturi ya maisha yao yakaendelea kuwa vile vile, kwamba mtoto wa kambo pale, mimi nikiwa nateswa sana. Saidi anasema tumekwenda, wale watoto shuleni wanasoma na mimi nasoma, tunasoma sote katika shule moja, lakini cha ajabu mimi nilikuwa nafanya vizuri juu ya yote, kwamba nanyimwa kufanya homework, nanyimwa hiki na kile, lakini mimi nilikuwa nikifanya vizuri zaidi. Kwa maana katika ripoti ya kila baada ya miezi 3 ama miezi 6 au likizo ya mwezi 6 na 12, mimi shuleni hushika nafasi ya kwanza na wale watoto zake hushika nafasi kuanzia ya 60 kwenda juu. Hali hii mama Saidi anasema ilimuumiza sana kichwa, na sababu ya kumuumiza kichwa kwamba matarajio yake kunipa mimi kazi ngumu ili mradi nisipate nafasi ya kusoma. Saidi anasema baada ya kugundua haya yote, mimi nikaona bora tu niwe nasoma shuleni. Hivyo kipindi cha mapumziko saa 4 wenzangu wanakwenda kucheza, mimi natafuta darasa lililotulia na kupitia kile ambacho nimefundishwa. Hali hii ilinisaidia sana kwa sababu at least nilikuwa napata wakati kidogo wa kukumbuka kile ambacho nimefundishwa na kukihifadhi. Nilikuwa nikijitahidi sana wakati narudi nyumbani, nikawa na jaribu kurecall, yani kurudia kile ambacho nilichokisoma, kwa kutupia, kuimba, wakati mwingine kuwaza wakati narudi nyumbani. Na pia nikiwa napewa kazi ya kufanya, aidha ya kuosha vyombo, basi nilikuwa nikiimba nyimbo za maswali na kujua na majibu yake. Kwa mfano, labda mishipa ya moyo huitwa ateli, labda ateli, vena, sijui na nini. Basi ateli ya kushoto sijui auriko na nini. Basi wakati huo nikiwa najua hivyo, basi nikiwa naosheshwa vyombo pale huku naimba,
mishipa mikubwa ya moyo, ateri, auriko, sijui nini naimba pale. Basi hali hile nilikuwa najitahidi sana kufanya kama nyimbo, kumbe wakati huo wao walikuwa hawajui. Kumbe mimi nilikuwa nafanya, nasoma na kuhakikisha kwamba vitu vinakaa kichwani. Hali hii iliniumiza kwa kweli, kwa sababu ni hali ambayo ilinipitia kwa muda mrefu. Siku moja mama yangu alipika kuku pale nyumbani. Huyo mama yangu wa kambo alipika kuku, na baada ya kupika kuku, baba alikuwa amesafiri kama siku 2-3 hivi. Alielekea kwenye msiba huko kijijini. Basi siku hiyo mama alopika kuku, kwa kweli sitoweza kuisahau katika maisha yangu, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo maisha yangu yalikuwa ndani ya mashaka kabisa. Ni siku ambayo niliumizwa kwa kiasi kikubwa. Ni siku ambayo moyo wangu uliumia na kuona kweli sasa mimi nipo katika dimbwi la mateso. Saidi anasema baada ya hapo nikahisi kabisa hakuna umuhimu wa mimi kuishi. Kwani mama alipopika kuku alichukua paja moja wakati tunakula, aliweka kwa mwanae wa kwanza na paja la pili kwa mwanae mwingine, lakini akachukua miguu miwili pamoja na kichwa akanipa mimi, huku akicheka na kusema kwamba haufanani kula paja wewe, unafanania kula ngwala hizi pamoja na kichwa. Kiukweli nilitamani nisuse. Saidi anasema nilitamani nisuse kabisa, lakini sikuweza kususa. Nikasema anyway, kwa sababu hii ni hali ambayo ninayo, hakuna namna, lazima niipokee, na haya ndiyo mambo ya maisha. Hivyo nilichukua na kula na ugali miguu ile pamoja na kichwa, na mwisho wake ugali nikashiba na kunawa. Lakini nikawa namwaza sana baba, kwa sababu alikuwa amesafiri kwenda kwenye msiba. Saidi anasema nikaona hali hii si nzuri, nikaona okay, anyway ngoja nendezani nikalale. Siku moja ilikuwa ni siku ambayo mpira wa miguu unaonyeshwa katika TV. Tena siku hiyo ilikuwa ni siku ya dabi baina ya Simba na Yanga. Kwa kawaida Watanzania wote, Saidi anasema, kila mmoja uzaliwa na timu yake ambayo amependa. Kwa mfano kwenda akawa Simba ama akawa Yanga. Hiyo ni hali halisi ambayo inajulikana. Saidi anasema mimi nilikuwa napenda sana Simba. Hivyo siku hiyo tulivyorudi nyumbani, muda ulikuwa kama saa 10 hivi, tukakaa na kuanza kutaka kutazama mpira wa miguu. Lakini kilichonishangaza zaidi, wenzangu walivyoeshewa mpira wakawa wanaangalia, mimi mama akanituma maji. Akaniambia, Saidi, peleka madumu bombani ukachote maji. Saidi anasema nilijawa na donge kubwa sana kwenye moyo wangu. Nikasema hivi, huyu mama ana roho ya aina gani? Mbona watoto zake wanaenjoy wanatazama mpira, lakini mimi anataka nikachote maji kweli? Nikasema okay, anyway hakuna shida, haya ndo maisha Mungu aliyenipangia kwa sasa. Saidi anasema nikatoka zangu pale, sikuwa na huzuni, nikawa moyo wangu unaniuma sana. Kwenye uso wangu sikuonyesha kwamba nimechukizwa sana na lile, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa na jambo kubwa ambalo linanisumbua. Saidi anasema hali hile ilinisumbua kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba sikutegemea kana kwamba itatokea hali kama ile. Saidi anasema nikachukua nani yangu pale, nani yangu kama kawaida, madumu yangu, nikaenda nayo bombani nikayaweka. Basi kule bombani bwana, Saidi anasema kulikuwa na sehemu wanaonyesha TV, ni banda la TV hivi wanaonyesha ule mpira. Basi mimi kwa hasira zangu, kwa sababu alinipa 1000, nikachukua. Kipindi kile kutazama mpira na shilingi kama 300 hivi 200, nikachukua 200 nikaingia kwenye banda la TV. Nikawa naangalia mpira huku madumu nimeacha kule mwenye maji anayakinga. Basi nikawa natazama ule mpira. Nikatazama mpaka kipindi cha kwanza kilipoisha, nikaenda nikachukua madumu 2 nikapeleka nyumbani. Mama akanita, we Saidi, hebu njoo hapa.
Mimi nikaenda. Nilipokwenda pale mama akanikata vibao. Nikata vibao akaniambia, "Kwa nini unachelewa kuleta maji?" Mimi nikamwambia, "Mama, mimi sijachelewa kuleta maji, ila pale kuna foleni kubwa, ndio maana mimi nimechelewa kiasi hiki." Akanambia, "Sasa nakuomba jitahidi mwambie mwenye bomba ajaze haraka hayo madumu ulete hapa kabla babako hajarudi, kwa sababu nataka nifue nguo zenu." Kimoyomoyo nikasema, huyu anataka baba asinikute mimi nabeba maji, ndio maana anataka nibebe haraka haraka. Lakini nikasema okay, anyway, ngoja niende. Saidi anasema nikatoka pale mpaka kwenye bomba, lakini roho yangu kwa kuwa nilikuwa ni mpenzi wa Simba, nikasema hapana, vyovyote naliwe, mimi niko tayari kuumizwa leo. Nikatoka zangu pale, nikamwachia mwenye bomba aendelee kunikingia maji. Nikaingia kwenye banda la video na kuanza kuangalia ngwe ya pili, yani maana kipindi cha pili. Nilikaa hapo mpaka kipindi cha pili kilipoisha. Kwa bahati nzuri siku ile kwa upande mmoja ilikuwa kwangu ni furaha, kwa sababu Simba alikuwa amemfunga Yanga goli 2-0. Hali ile ilinipa faraja kidogo, kwa sababu mimi ni mpenzi wa Simba. Nikafurahi na nikajisikia faraja na nikajiona kwamba ni mtu mpya kwa siku ile, kwa sababu nilikuwa na furaha kwa upande wa timu ninayoipenda. Baada ya hapo nikachukua madumu nikawa natuta peleka nyumbani. Mara kidogo baba akarudi. Baba alivyorudi akanikuta natuta maji wakati watoto wale wengine wanatazama TV. Kama unavyojua tena damu nzito kuliko maji. Baba alikasirishwa sana na ile hali. Alikashirishwa sana kiasi kwamba alimuuliza yule mkewe, "Kwa nini huyu anachota maji hao wengine wanatazama TV?" Mwanamke yule akasema, "Hawa washamaliza madumu yao." Kwa hiyo Saidi alikuwa hajamaliza madumu yake. Pale pale mimi nikasema, Saidi anasema, nikamwambia, "Muongo, mama muongo, unaongopa. Madumu yote nimechota mimi." Baba ile hali ilimuuzi sana, akamkunja mama, akaingia naye ndani, tukaanza kusikia mapigano huko ndani. Huko ndani kulitembea mkong'oto mkubwa sana. Maana baba alikuwa anamkong'ota mama mpaka mama anapiga mikelele, yule mama yangu wa kambo. Kusema ule ukweli, hali ile ilinipa mimi faraja na kuhisi kwamba sasa baba ameona jukumu lake. Saidi anasema baada ya hapo sasa baba akatoka na akatuita sote kwa pamoja watatu, akatuambia kwamba tukitaka kufanya kazi basi lazima tushirikiane sote kwa pamoja na sio mmoja mmoja. Hayo ndio maneno ambayo baba aliyasema kwa siku ile. Kwa mimi nikamshukuru sana Mungu, kwa sababu nikaona baba yangu sasa tayari anaonyesha moyo wa kuwa anakerwa na kile ambacho mimi mwanae nafanyiwa. Saidi anasema ilikuwa ni hali nzito sana, hali nzito kwa siku hiyo. Wiki moja baadaye baba alipata safari ya kikazi, kwa sababu baba yangu alikuwa ni fundi ujenzi, masoni. Baba alipata safari ya kikazi kama ya mwezi mmoja. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, nilijuta kuzaliwa. Maana niliteswa sana pale kwa mama kambo. Achilia maji tu, mama yule alijifanya kana kwamba anaumwa malaria. Hapo ndipo kuanzia kupika, kila kitu nilikuwa nikifanya mimi. Na nashukuru Mungu kwa kuwa nilikuwa na idea ya kupika. Basi niliweza kulifanya hilo la kupika na tukawa tunakula kama ilivyo kawaida. Ndugu mpenzi msikilizaji, Saidi anasema hali hii nilifanya takriban kama wiki 2 kabla baba hajarudi. Nikawa mimi ndo mpishi pale nyumbani, wote wanakula kwa pamoja na kila kitu. Lakini mama alikuwa akiniangalia kwa roho mbaya sana. Kwa kweli nilikuwa sili sawa na wenzangu na sitendewi haki. Kwa kifupi, yani mazuri yale huwa wanafanyiwa wenzangu tu, watoto zake, lakini mimi of course sikuwa nafanyiwa mambo mazuri. Saidi anasema nikawa najiona sasa nipo njia panda. Hapo tena ndipo nilipofika darasa la 7. Nimemaliza shule darasa la 7 na wale watoto pia wamemaliza shule darasa la 7. Basi tukakaa tukiwa tunasubiri matokeo.
Ndipo sasa siku moja niliona hali nzito sana, lakini nilishindwa kusema kwa baba, lakini ile hali niliona sikuipenda. Siku hiyo nilikuwa niko sebleni, nimekaa kwenye kochi kana kwamba nimelala hivi, lakini sikuwa nimelala, nilikuwa nimeegesha kwa akili ili mradi mama yule asijue kana kwamba mimi nimeegesha. Basi Saidi anasema nilivyokuwa nasinzia hivi, najifanya kama nasinzia na koroma, yule mama nikaona kwa mbali, kwa sababu alinipa mgongo huku anapika mboga, nikaona anachukua karatasi ambayo limefungwa usembe, yani unga, dawa ya unga hivi, akawa ananyunyuzia huku akitaja jina la mzee wangu, Athmani. Mimi nikaona kitu gani kinatokea hapa. Nikatulia kwa utuvu sana kusikiliza kwamba kitu gani kinaendelea. Saidi anasema niliposikia sauti ya yule mwanamke, yani yule mama akisema Asumani anisikilize mimi katika kila nitakachomwambia, Asumani asiwe mkali kwangu, Asumani nimweke kiganjani, nikanasikia mambo mengi aliyokuwa akisema. Saidi anasema sikusikia mengi yote kwa pamoja, lakini yale machache niliyoyasikia yalikuwa yananipa hofu kwa kiasi kikubwa, na kuona sasa baba yangu ameangamia. Ndugu mpenzi msikilizaji, Saidi anasema hali hii ilikuwa ni nzito sana kwa upande wangu. Basi na siku yakapita, baadaye baba akawa amerudi kutoka kibaruani kwake huko ambapo alipopata kibarua. Baba aliporudi, nilimwona baba akiwa mnyonge sana. Baada ya kula chakula na nini, alikuwa mnyonge sana. Kuanzia hapo, mama akiwa ananituma maji, baba naye anachukua bakola na kuniongezea kunichapa ili niende kuchota maji. Hali hile pia ilinishtusha. Saidi anasema nikasema, baba amepatwa na nini tena? Baada ya yeye kunitetea kuwa mtetezi wangu, lakini naye amekuwa ni mtu ambaye anachangia katika hili. Nikasema haya, hakuna shida. Mungu si Asumani. Masiku yakaenda, matokeo yakatoka. Mimi ndipo nikamaliza darasa la 7 na matokeo yangu yakatoka, nimefaulu kuendelea na sekondari. Kitu ambacho kilinishangaza zaidi ni kwamba nimepata matokeo ya kwenda sekondari, wale wenzangu wamefeli, lakini nikaona mjadala mkubwa sana baina ya mama na baba. Mjadala huo nikashindwa kujua nini kinaendelea. Lakini masiku yakawa naenda, nikawa namuuliza baba, lini mimi nitaenda shule? Baba akawa ananiambia, nimeongea na mama yako, wewe bora uende na mimi kazini ili tuweze kulisha familia hapa, kwa sababu hali imekuwa ni ngumu, inabidi twende wote ukanisaidie kubeba tofali ili familia iende. Saidi anasema hali hile ilinishangaza kwa kiasi kikubwa sana. Iweje tena mimi nimefaulu, nahitaji nisome nifike mbali, lakini leo naambiwa nitoke pale nende nikamsaidie baba kazi ya umasoni ili maisha ya pale nyumbani yaende. Hali hile ilinishangaza sana. Ilinishangaza na kuona kwamba hii sasa umeshakuwa ni mtihani mkubwa ambao siwezi kuepuka, kwa sababu mtetezi wangu mkubwa alikuwa ni baba, lakini naye baba naona sasa ameungana na mama na kila kinachofanywa ni kuniangamiza mimi. Saidi akasema kutokana na umri wangu, Saidi anasema nikaona hapana, ngoja tu nitii kile ambacho naambiwa. Kumbe bwana mama amekwenda kule shuleni na kuambia kwamba kweli Saidi amefaulu, lakini Saidi tunaenda kumsomesha private. Hivyo hiyo shule ya government hatokwenda, ya serikali hatokwenda, na kwenda kumsomesha shule binafsi. Yeye kaenda kutia maneno kule ili mimi nisende shule. Mimi sijui chochote kinachoendelea. Nikasema okay, ngoja nimtii baba. Basi kuanzia hapo nikawa sasa mimi nakwenda na baba site, tunakwenda nachanganya udongo na nini, najifunza hivyo. Masuala ya shule tena yakawa yameishia hapo, kwa sababu watoto zake wamefeli, mimi nimefaulu. Hivyo alishindwa kunisomesha, na yeye alikuwa ameshamroga baba yangu asinisomeshe mimi kwa sababu watoto zake hawakufaulu. Saidi anasema mama yangu akambo huyo alikuwa na roho mbaya kweli kweli, na sio roho ya kawaida. Yani ni roho ambayo mtu wa kawaida huwezi kuivumilia. Saidi anasema
Nikawa naendelea kumsaidia baba yangu kazi hiyo ya umasoni, ya kufanya kazi hizo za ujenzi. Maisha yakawa yanaendelea, na tukipata hela pale tunasaidia nyumbani, na mimi nanunua nguo zangu za kuvaa. Basi siendelee tena na shule. Anasema Saidi anasema siku moja tulipokuwa site, ilikuwa ni Masaki. Tuko site, akapita mzungu mmoja hivi, akawa anaangalia lile jengo ambalo tulikuwa tukilitengeneza. Wakati anaangalia lile jengo, yule mzungu alishangazwa sana na ujenzi ule, na baadaye akaja akaniona mimi pale. Uniona, akanisalimia kwa Kiingereza. Kwa kuwa mimi shuleni nilikuwa mjanja, kwa hiyo zile salamu za hapa na pale, yani Waswahili husema cha kuombea mboga nilikuwa nacho. Saidi anasema nikasema ngoja nikitumie hiki cha kuombea mboga. Basi akamjibu. Alipomjibu ule mzungu akamuuliza swali kwamba wewe ni fundi hapa? Akamwambia ndio. Akamwambia mmejenga nyumba nzuri sana. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji mafundi kama wawili hivi niondoke nao kwenda nao Uingereza. Sasa wale wengine hawajui lugha vizuri, mimi ndio kidogo na bahatisha kwa sababu nilikuwa mjanja. Saidi anasema hali ile nikasema hapa simwambii mtu. Nikamwambia chukua namba ya simu, nikampa namba ya simu ya baba. Nikamwambia mimi nitakupigia kupitia simu ya baba baadaye, alafu tutazungumza vizuri. Akanambia, Saidi anasema yule mzungu akanambia sawa. Katika wale mafundi wengine hawakujua chochote kinachoendelea kwa sababu nilikuwa niko nje na nazungumza na yule mzungu, hawakujua chochote. Basi baadaye baba aliporudi Saidi kwa ajili ya usimamizi, nikaona baba naye amerogwa. Nikisema nitumie namba ya baba kuwasiliana naye, na yule mama akipata kujua itakuwa ni changamoto. Cha msingi nimwambie tu nitafute namna ya kwamba tumepata kazi sehemu fulani ili twende tukafanye, lakini yeye kama yeye baba asijue nini kinachoendelea. Saidi anasema nikasema okay sawa, ngoja nianze sasa na safari hii. Saidi anasema nilirudi usiku, nikachukua, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na simu ya kiswaswadu, nikachukua namba ile vizuri nikaweka, nikasema hapana, sitompigia kwenye namba hii. Nikamtumia message kwa Kiingereza cha kubabaisha kwamba piga kwenye namba hii kwa sababu namba ile nilokupa mchana ina shida kidogo. Mzungu akanijibu vizuri tu, akanambia okay. Baadaye akanipigia. Aliponipigia akanambia nahitaji wa kwanza uwe wewe na nahitaji wengine wawili. Saidi akasema sawa, hakuna shida. Lakini Saidi akamjibu tena yule mzungu akamwambia hakuna neno, ngoja kwanza nitafute hao wawili wengine alafu nitakwambia. Saidi anasema hapo tena nimeshakuwa na akili sasa, na karibia sasa ni miaka 15 hivi na upeo kidogo, 15 16. Akasema sasa baada ya hapo nikaona nini cha kufanya hapa. Nikasema ngoja. Nikafikiria, nikasema nikimwambia baba hapa nimebumburuka kwa sababu huyu mama naye kichwa kibovu. Saidi anasema nikasema ngoja. Nikaenda kwa jamaangu mmoja hivi ambaye huyo jamaa mama kipindi yuhai alikuwa anamtembelea kama baba yake mdogo, maana katika familia yani ukoo wanajuana na marehemu baba zake, kwa hiyo alikuwa anamuita kama baba yake mdogo, yani mimi kwangu alikuwa ni kama babu. Saidi akasema ngoja niende. Saidi anasema nikaenda nikamkuta bahati nzuri yule mzee. Kwa mzee yule alikuwa ni mzee wa bandari. Nikazungumza naye, nikamsalimu. Tayari akanambia umekuwa sana. Saidi anasema mzee yule alinishangaa, akasema umekuwa mkubwa kweli. Tangu mama yako alipofariki mpaka sasa ni miaka sasa imepita. Saidi anasema sawa. Lakini mimi nilikwenda pale kwa nia yangu. Nikaona ngoja kwanza nimtekenye kuhusu haya mambo. Nilipomwelekeza, kwa kuwa yule mzee hakuwa maskini, alikuwa na mimari yake, hivyo hakunionea wivu. Akanambia mwanangu, kama ni kweli ngoja nizungumze naye huyu mzungu, nisimame mimi kama babu yako. Basi Saidi anasema yule mzee akasimama kwa niaba yangu. Akasema ngoja nizungumze na huyu mzungu, na nikimaliza kuzungumza na huyu mzungu tutajua nini cha kufanya. Basi mzungu alipopiga nikamwambia ongea na babu yangu.
kuhusu safari. Babu yule akaongea naye vizuri, Kiingereza kizuri. Baada ya kukata simu, babu akafurahi sana, akamwambia Saidi mwanangu, Saidi mjukuu wangu, sasa unaelekea kufanikiwa. Saidi anasema wakati nafanya yote hayo baba alikuwa ajui, na mama wangu wa kambo kule alikuwa ajui kitu gani kinachoendelea, kwa sababu nilikuwa napambana ili niondokane na dhahama ile ya maisha ya kunyanyaswa. Saidi anasema baada ya babu kuongea na yule mzungu, sasa wakapanga kila kitu, na yule mzungu akaelekezwa mpaka kwa babu, akaahidi atakuja Jumapili. Huku Saidi anasema huku naendelea kufanya kibarua na baba na kunielekeza baadhi ya kazi, na kweli nikawa sasa ni fundi mzuri, kwa sababu akili yangu tena kwenye shule nikaiacha, nikaihamishia kwenye ufundi. Lakini siku moja Saidi anasema yule mke wa baba, yaani mama yangu wa kambo, alimwamuru baba amchukue kijana wake yule wa kiume, maana yake na vijana wawili wa kike na wa kiume. Lakini yule kijana wa kiume kila akiletwa huku, baada ya kuchanganya udongo anatia maji mingi, udongo unakuwa kama uji ambao haufai. Hivyo baba alifanya hivyo, lakini kila fundi alimkataa mtoto huyo na baba kumwacha kwa kusema kwamba huyu aelekei. Mama alichukia sana, lakini huo ndo uhalisia. Alikuwa hatakiwi na fundi wa aina yoyote, kama alikuwa na kigundu hivi. Saidi anasema hali hii ilikuwa nzito kwa upande wangu. Jumapili ikafika, ndipo pale ambapo nikapigiwa simu na yule mzungu, tukaelekea kwa babu, yule babu yangu wa hiari. Saidi anasema tulipofika kwa babu ya hiari, wakafanya contact pale yule mzungu na yule babu yangu wa hiari, na hivyo ikapangwa safari, na mimi nikabaki kuwa kimya. Mzungu amenambia tayari wawili amekwisha wapata yeye mwenyewe katika sehemu ambayo anajua, lakini akanitengenezea mimi pasipoti yangu na kila kitu ambacho nimekikamilisha kwa ajili ya safari. Basi mimi nikanyamaza kimya. Saidi anasema nikawa kimya kabisa. Hakuna mtu ambaye yeyote nilomwambia kuna issue gani inajitokeza na kuna issue gani inakuja mbele yangu. Nilikaa kimya tu. Saidi anazungumza maneno hayo. Saidi anasema baada ya muda tu, wiki ikapita na nikawa nimechangamka kwa kweli, kwa kuwa nishaanza kuzoea kazi. Ilipobaki siku 2 kwenda safari, nikamwita baba na kumweka chini. Nikamwambia baba, kuna jambo nataka nikwambie. Wakati huo sasa tunaelekea kazini. Nikamwambia baba, kuna jambo nataka nikwambie. Baba akaniambia niambie mwanangu. Akaniambia baba, kiukweli nikwambie tu kweli, najua unanipambania sana kama mwanao, lakini kiukweli yule mama si mtu mzuri. Nikaanza sasa, Saidi anasema nikaanza kumhadithia ile siku ambayo anatia mavumba kwenye mboga. Baba alishtuka sana, akaniambia Saidi mwanangu, utaacha nife? Kwa nini huku unaniambia mapema na mimi nisile kila chakula? Ndio maana hata sijielewi mwili wangu na hata maamuzi yangu. Saidi, ungeniambia mapema. Saidi anasema kweli baba. Saidi anasema nikamwambia baba, kweli baba, ningekwambia, lakini nimeogopa kuvunja ndoa yenu, na kwa sababu mimi sikutaka mgombane, na mimi sipendi mgombane, kwa sababu yule ni mkeo na mimi ni mwanao ambao umezaa na mama mwingine. Saidi anasema nilimwambia hivyo baba alitulia sana, na akanambia kweli mwanangu Saidi, umeniokoa katika hili, maana mimi hata sijielewi, na imefika wakati nikifanya kazi ila yote ya contact ya nyumba nzima napeleka kwa mwanamke yule. Saidi anasema baba aliniambia mambo mengi sana. Nikamwambia baba, okay anyway, usijali, mimi sasa kuna safari nimeshaipanga. Nikamwelezea mlolongo mzima nilivyokutana na yule mzungu mpaka kumpeleka kwa babu Ayali. Baba alifurahi, ndio Asmani alifurahi sana. Alifurahi sana kwa kusema sasa mwanangu, umekuwa na una mambo makubwa kabisa ambayo yanakuja na mafanikio yako karibu mwanangu. Basi siku hiyo tukaenda wote, mimi na baba, kwa babu Ayali na yule mzungu, tukachukua passport na kila kitu, tukaanza kufunga safari kwenda kulala kwa yule mzungu. Saidi anasema tumeenda kwa yule mzungu, tukaenda tukalala pale. Tulipolala, kesho yake tukaenda zetu airport kwa ajili tayari ya safari ya kuelekea Uingereza. Basi tukaelekea Uingereza kwa ndege. Kwenda kule, yule mzungu kumbe ana chuo chake kikubwa sana cha masuala ya ufundi mason. Ametuona sisi tuna talent, hivyo alichukua wale vijana wengine kutoka sehemu tofauti ambao siwafahamu,
pamoja na mimi, tukaingizwa katika chuo kile kwa ajili ya vitendo na kadhalika. Ndugu mpenzi msikilizaji, Saidi anasema nilipofika kule, kwanza nilikuwa ni mtu mmoja wa ajabu sana. Ni mtu ambaye nilikuwa napendwa na watu, ni mtu ambaye nilikuwa napendwa sana na watu, na ni mtu ambaye nilikuwa kila mmoja alikuwa akiniona alikuwa yuko tayari kunisaidia. Umeona, nikasema sawa. Basi kule nilikuwa maarufu kwa kweli. Nilikuwa maarufu, na maarufu wangu ulikuwa ni mkubwa sana. Kiasi kwamba kila mmoja wetu alitamani kuwa maarufu kama mimi. Nilipofika kile chuo nikasoma kwa bidii sana. Niliposoma kwa bidii na nikawa engineer mkubwa sana. Engineer ambaye hakuna mtu ambaye alidhani mimi kuwa ni engineer wa kiasi kile. Kwa sababu kule tulikokwenda kulikuwa na wazungu wenye akili nyingi sana, lakini mimi nilikuwa na talent, nilikuwa na kipaji kikubwa sana. Kwa nilipofika kule nikawa sasa, yule mzungu afatupa elimu, tukawa tunajenga majengo makubwa, contact, kwa sababu yule mzungu ni boss mkubwa, alafu ni mkufunzi mkubwa. Walikuwa napata contact kubwa za kazi. Baadaye akawa ananiuliza, Saidi, umesoma mpaka elimu gani? Itabidi sasa nimfungukie yule mzungu, mkasa mzima wa familia yangu, mama yangu alivyokuwa. Ilibidi nimfungukie tu kwa sababu sikuweza tena kumuongopea. Nikamwambia sawa, mimi bwana, historia yangu ni nzito. Nikamweleza mimi mama yangu alifariki, baadaye baba yangu alioa, baadaye nikasoma kwa tabu, nikateseka. Mzungu akanisikiliza huku akibubujikwa na machozi. Alibubujikwa na machozi sana, alibubujikwa na machozi, na akanambia usijali Saidi, Mungu atakubariki tu. Saidi anasema niliposikia maneno ya yule bosi mzungu nilijisikia faraja sana. Nilijisikia faraja, na baada yake kusikia faraja hili nikaona hapa ni bora nipate kutulia zaidi ili kuendelea na kazi. Kule mama wa kambo alikuwa anashangaa, huyu Saidi amekwenda wapi? Siku moja akamuuliza baba, mtoto yuko wapi? Baba akasema nimempeleka kwa shangazi yake. Nimekutana na dada yangu tuliochangia mama mkubwa na mdogo. Alikuwa anaishi huko Tabora. Kwa hiyo nikakutana naye, nikamwambia mchukue akaishi naye kule, naona kazini ananisumbua. Yule mama alifurahi sana kusikia Saidi ametupwa mbali, kwa sababu alijua kwamba hatopata chochote katika vile vimari vidogo vidogo alivyokuwa navyo. Kwa hiyo baba Saidi tayari hapo amekuwa ameshafunguka. Ule uchawi tena umeshakufa kwenye moyo wake, tayari anatambua kila kitu kinachoendelea. Basi Saidi kule amekaa huku baba yake anamtumia pesa. Baba akiwa na shida, kila mwisho wa mwezi anatumia milioni 2, 3, 4. Hatimaye Saidi kule akawa bosi mkubwa sana. Siku moja Saidi anasema yule mzungu aliniita na kuniambia, Saidi, nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi katika maisha yangu na binti mmoja tu, na binti huyu ananipenda sana na mimi nampenda sana. Lakini binti huyu alikuwa akiniona mimi na wewe mara nyingi, akinifuata akaniambia, dadi, mimi nampenda sana Saidi kwa sababu ni mtu mchapakazi, alafu ni mtu mwaminifu. Nampenda sana Saidi. Kwa hiyo nakuomba Saidi. Saidi anasema mzungu yule akaniomba kwamba aniozeshe mwanae wa kike. Nikatae nini tena? Saidi akasema, bahati kama hii naweza nikaikataa? Sitoweza. Basi bahati ile nikaipokea na nikaozeshwa ndoa. Nikamtumia baba passport akaja, lakini pale nyumbani kwa mama mdogo yule mama wa kambo akamuongopea kama anaenda site 1.5 mwezi. Hivyo mimi baba nikampandisha pipa na akaja huku kushuhudia harusi yangu. Saidi anasema nilimshukuru sana Mungu, nikasema kweli katika kila mapito, kila magumu kuna mepesi yake yanakuja. Na siku zote wanadamu hatujui, hakuna jambo lisokuwa na kusudi la Mungu. Kila jambo lina kusudi la Mungu. Saidi anasema shughuli yetu ilifana, shughuli yetu ilikuwa ni kubwa, shughuli yetu ilihudhuriwa na mabosi wakubwa, na mimi sasa nikawa ni bosi pale kwa sababu nimemuoa mtoto wa bosi. Saidi anasema baada ya ndoa hiyo tukaendelea kuishi na yule mtoto wa bosi wangu mzungu,
Hivyo baba sasa akatukabidhi kampuni, kwa maana sisi ndio tulikuwa tunaendesha kampuni. Yeye amekuwa ni mtu mzima, amepumzika, na kwa bahati mbaya alikuwa mkewe amekwisha fariki. Saidi anasema nilikuwa tajiri mkubwa sana, na nimekuwa tajiri wa ajabu, tajiri ambaye nashukuru Mungu nikawa nimefungua kituo cha watoto yatima, kwa sababu niliguswa na kile ambacho mimi nimefanyiwa. Hivyo nikafungua kituo cha watoto yatima. Saidi anasema nikaja Tanzania huku nikafungua vituo kama 3 vikubwa ambavyo nasomesha watoto yatima wote, na lipa walimu, na nikafungua shule special kwa ajili yao, na wanasoma na wanapata kila mahitaji yao ya kila siku. Na mimi niko kule natuma pesa mimi na mke wangu kwa ajili ya watoto yatima, kwa sababu historia yangu inatosha kuwa tu nilikosa kusomeshwa kwa sababu ya hila na roho mbaya ya mama wa kambo ambaye amenitesa. Basi Saidi anasema hali hii ilikuwa ni nzito kwa upande wangu, na sikuweza kabisa kuvumilia tena. Umeona, nilikuwa na hali hiyo, na wakati wangu ukawa ni mgumu kwa kurudi tena nyumbani pale. Sikuweza kwa sababu tayari na maisha makubwa, na yule mama akawa anashangazwa sana. Sasa ilifika kipindi yule mama akawa anashtuka kidogo, akasema mbona Saidi harudi na mume wangu anakuwa ana mali na nini? Siku moja nimerudi Tanzania nikakutana na baba, nikamtengenezea nyumba nzuri sana. Nikamwambia baba, hii nyumba nakupa wewe kama wewe, naomba usitumie na mtu mwingine yote. Kwa kuwa baba anajua mateso niliyopitia na makubwa niliyofanywa na yule mama. Saidi anasema baba aliapa kumwacha yule mama. Akasema kabisa, kwa sababu hakuzaa naye, na yule mama alikuwa ni mjanja, anachukua tu pesa kwa baba anaenda kujenga upande wa pili kwenye nafasi yake, hivi ya kumzalia baba yangu. Hivyo mtoto alikuwa ni mimi pekee. Hivyo mimi nikamjengea baba bonge la jumba. Kisha nikamwambia baba, tusimwambie yule mama, tutafute namna yote ile ili mradi tu mambo yawe mazuri. Baba kweli akawa upande wangu. Baadaye akampa taraka yule mama, na kule kwa kuwa walikuwa wamejenga vyumba viwili tu wamefunika, akaona amwachie. Yule mama alifurahi sana kuona ameachiwa kile kibanda, kwa kujua kwamba baba hana kitu. Kumbe baba alikuwa anameke zile hela anazompa. Baada ya mwachano tu kufika kama miezi 3-4, baba amekuwa ni mtu mwenye maisha mengine kabisa. Ameoa mama mwingine mpore, mkarimu, msikivu na mwenye kuheshimu. Lakini pia nimempa historia yangu. Mama huyo alikuwa ananipenda sana, amenipenda kwa kweli katika hali zote, amenipambania katika hali zote. Na kweli tunaishi vizuri na mama yangu wa sasa, na baba yangu sasa hivi ni tajiri Dar es Salaam na maduka. Nimemwandalia kila kitu, anaishi vizuri. Saidi anasema, ndugu mpenzi msikilizaji, baadaye yule mamangu wa kambo sasa ambaye alikuwa ananitesa akawa anaumwa sana, na wakati huo mwaka mmoja baada ya kuachana na mama yangu na baba yangu. Sasa siku moja wakati naenda kutembelea wagonjwa hospitali, ndipo nikakutana na yule mama amelazwa. Nilipokuwa napitisha msaada wangu kwa wagonjwa, maana nilikuwa na wasalimu wagonjwa na kuwasaidia kile ambacho wameshindwa kidogo na donate pale, nafanya kama msaada. Basi katika kupita katika zile wodi na vile vitanda, kuwapa chakula, matunda na baadhi ya fedha kwa ndugu zao ili wapate kumsapoti pale ambapo pameshindikana, ndipo nikakutana na yule mama amelazwa, amekonda kwa kiasi kikubwa sana. Baadaye avanitazama hivi akanishika mkono akanambia, Saidi. Nikamwambia naam mama. Akanambia, Saidi mwanangu, tumeachana na baba yako na nimekumisi Saidi. Wewe ndo unafanya kazi kampuni hii ya kutusaidia wagonjwa? Saidi akamwambia, hapana. Saidi nasema, nikamwambia hii ni kampuni yangu na mimi ndio bosi kwenye kampuni hii. Yule mama akabubujikwa na machozi sana. Akamwambia, Saidi mwanangu, naomba unisamehe sana. Najua nimekunyanyasa sana, nimekufanyia mabaya sana, nimekufanyia kila hila,
ili mradi wewe upate kudhalilika. Nimekustopisha kuto kusoma kwa kwenda kutia fitna shuleni kwamba nimekuandikisha private, lakini Saidi leo Mungu amekuinua na amekupa nafasi ile ile ambayo mimi niliziba ili wewe usiipate. Saidi mwanangu, naomba nisamee, sioni kupona kwangu, kwani mimi naona naweza nikafa muda wowote, hivyo sioni kwamba nitapona, hivyo nakuomba Saidi unisamehe sana. Saidi akamwambia, usijali mama, mimi nimekusamehe, lakini si kila jambo la kuzungumza kwa undani zaidi, kwa sababu kila tunalolifanya tutalikuta kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nimelifanya hili ili nilikute kwa Mwenyezi Mungu, na wewe ulionifanyia utayakuta kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa hili mimi nimekusamehe, naomba uende salama. Saidi anasema alipopita tu kwa yule mama kwenda vitanda vingine, aliporudi alikuta yule mama manesi wanamchukua amekwisha kufa na wanampeleka sehemu ya kuhifadhi maiti. Saidi alinama chini na kusikitika. Saidi anasema nilisikitika sana na kusema kwamba kweli dunia ni ada na ulimwengu shujaa. Lile alilopanga Mungu hakuna mwenye kulipangua, kwa sababu Mungu yeye hupanga kila analipanga yeye, na Mungu hapangui isipokuwa kwa matokeo yake. Saidi anasema nimejifunza jambo kubwa sana, kwa sababu tusiwafanyie watu roho mbaya, kwa sababu Mungu ndiye mpangaji wa kila kitu. Mungu ndiye mjuzi wa kila kitu. Mungu ndiye anajua kila lililojalo, na lingekuja lingekuwaje na lisingekuja lisingekuwaje. Mungu anajua ya kesho ambayo sisi hatujui. Mungu anaona ya kesho kutwa ambayo sisi hatujui, lakini Mungu analijua lile ambalo amekuandikia. Saidi anasema niliumia sana, lakini nikamshauri baba twende tukazike na tukahudumia msiba mzima. Na baada ya hapo, Saidi anasema kwa huruma nilikuta watoto wake wale wawili wanaishi maisha magumu sana, hivyo basi nikawachukua na nikawaingiza kwenye kampuni yangu na kuanza kuhudumia wagonjwa na kufanya shughuli zingine. Saidi anasema nimejifunza kikubwa katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu tunafanyiana kwa kutokujua kwamba kuna kesho na kuna kudhalilika kwa uwezo wa Mungu. Hivyo basi nimejifunza kitu kikubwa sana. Saidi anasema hayo ndiyo yaliokuwa maisha yangu, na akaamua kuyaleta maisha haya kunihadisia mimi na kuleta katika simulizi mengi simulizi. Ndugu mpenzi msikilizaji, nilikuwa nikinukuu mazungumzo ya Saidi ambaye alilelewa na mama wa kambo mwenye roho mbaya, lakini haimaanishi kwamba mama wa kambo wote wana roho mbaya. Hapana, wapo wenye roho nzuri na wapo wenye roho mbaya, lakini kwa huyu aliyemlea Saidi alikuwa ni mama wa kambo mbaya, na mama wa kambo ambaye hana nia nzuri na mwanae. Ndugu mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza. Hii ni Mengi Simulizi, na kuomba kliki button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Asante, karibu tena.